Kwa majina naitwa Azza Haji Suleiman, ni mgombea mwenza kupitia tiketi ya chama cha Makini. Leo niko na ziara pamoja na Mheshimiwa Mary, mgombea urais wa Zanzibar, katika eneo hili la Bandarini. Tumepitia maeneo mengi ambayo ni maegesho ya majahazi. Hichi kilio ambacho mheshimiwa hapa ameniuliza nimekisikia na kimenisikitisha, kwa sababu tunapozungumza Tanzania ni Zanzibar na Tanganyika, na naamini tuna haki sawa katika hili, kwa sababu tukisema ni muungano, kwa hivyo inakuwa kila mmoja ana haki ya kuweza kutumia eneo moja ama jingine kwa mujibu wa sheria zetu. Kiukweli hili swala linasikitisha. Tukiwa kama Wazanzibari tunaomba hili swala uongozi uliangalie mara mbili. Nikiwa mgombea mwenza kupitia tiketi ya chama cha Makini, nazungumza kwamba serikali bado iko madarakani, naamini siku zao hazijaisha. Hili swala walikalie kitako mara moja iwezekanavyo. Tunaomba hivyo ili kuweza kulitatua, kwa sababu tayari wana uwezo wa kutugawanya kupitia hii kauli yao. Kwa hivyo nikiwa kama mgombea mwenza, naamini serikali iliyopo inaweza kulitatua kabla ya kuingia katika mchakato. Lakini pia ulizungumzia endapo tumefanikiwa, insha Allah, basi naamini hili swala nitalisimamia kwa moyo mmoja, kwa sababu yale ambayo nimeyaona kwa macho yangu yameniumiza na nimeyasikia pia. Pamoja na yote, tuna swala zima la uokozi. Jamani, wanaofanya kazi hizi ni ndugu zetu, ni familia zetu. Serikali lazima iangalie, kwa sababu wanaoangamia bado ni watu tunaowahitaji. Wanakwenda kutafuta riziki halali, kwa sababu kama tulivyosema, taifa bora ni lile ambalo linaleta maendeleo katika nchi yake. Hawa vijana wanakwenda kufanya kazi kule na kuja katika nchi yao kwa ajili ya kuleta neema katika nchi yetu. Kwa hivyo tunachokiomba serikali, tunawaomba sana sana sana, ili swala la vifaa vya uokozi haraka iwezekanavyo watu waweze kupatiwa. Zile ni roho za watu na tayari wamewekeza imani na nchi yao. Kwa hivyo tusiwafanye kuvunjika moyo katika kazi zao. Kila mmoja ana sehemu yake ya kupatia riziki. Kwa hivyo hao waangaliwe na wajengewe mazingira. Pamoja na yote, tumeona mazingira ufanyiwa kazi sio rafiki kabisa. Kibinadamu yale mazingira sio rafiki. Mtu anapolo kisha anapita kwenye upindo wa jahazi, by mistake anapoteza maisha yake. Kwa hivyo bado tunawahitaji hawa watu, kwa sababu tayari ni sehemu moja ya kuleta kuboresha uchumi wa nchi yetu.